Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, nasoma kwa msaada wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, Biblia inasema: Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haumtambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Amen. Hallelujah. Tukae. Bwana apewe sifa. Kichwa cha somo cha leo kinasema maisha ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Hallelujah. Kichwa cha somo kinasema ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Maisha mapya ni kinyume cha maisha ya zamani. Maisha ya zamani ni mjumuisho wa mtu kuzaliwa, jina alilopewa, lugha anayoongea, kula na kunywa, mila na tamaduni zote zinazotokana na asili ya kuzaliwa kwake. Hayo ndio maisha ya zamani, japo yanaweza yakawa mapya pia. Mtu alivyozaliwa, tangu anapata mimba, yani ndio maisha yake anaanza hapo. Zamani hizo sasa, alikataliwa, baba alikataa mimba, ndio zamani inaanzia hapo. Mama alienda kwa mganga kwa sababu amekaa muda mrefu hajapata mtoto, ndio zamani unaanzia hapo. Bibi alisema niletee mtoto wa jina langu, ndio zamani unaanzia hapo. Babu alisema sasa vyovyote. Kwa uzamani unaanzia hapa kwenye prediction na utabiri wa kuzaliwa kwa kiumbe. Alafu kinapozaliwa, jambo la msingi baada ya mtu kuzaliwa ni jina. Jina kutoka kwenye neno la Kigiriki ni anoma. Anoma tafsiri yake ni character, maana yake ni sifa. Chochote unachokiita, vile umekiita ndivyo kitakavyokuwa. Na jina linakuwa na nguvu kutokana na feelings, hisia za mtu anayeita lile jina. Ndio maana unaweza kuwa na jina zuri, Petro, Christian, Glory, whatever, lakini ukawa na tabia chafu. Maana yake issue sio jina lile, issue ni hisia za mtu alipokuwa anakuita. Mtu mmoja akawa ananiambia kwa nini nataka kuita mtoto wangu Desire. Desire, tamaa. Okay. Kwa hiyo sasa ndio maisha yanaanza hapo sasa, yanaweza kuwa mapya au ya zamani. Unapewa jina, ukishapewa jina unaanza kupewa vyakula. Wengine wanapokelewa nyumbani na vyakula fulani, wengine wanapakwa vitu, umetoka tu hospitali hivi ukija nyumbani unapakwa vitu. Ndio hapo hivi ni ordination, unawekwa wakfu kwa specific kind of life, kwa aina fulani ya maisha. Kwa kila mtu ana namna yake ya kupokelewa nyumbani, ili asitofautiane na watu wa nyumbani, ili avae character, avae sifa fulani. Kwa hiyo sasa utakapokuwa unaendelea kula, unaendelea kuongeleshwa, yanavyoendelea hayo unakuwa katikati ya utamaduni, then utakopi kila kitu kilichoko kwenye jamii, kiwe kibaya kiwe kizuri. Unaposikia mtu ni mzinzi, angezaliwa katikati ya walokole, angekuwa mlokole kama wewe. Unaposikia mtu ni mwizi, angezaliwa katikati ya watu ambao hawaibi, angekuwa kama wewe. So tuko kama tulivyo kutokana na asili zetu. Na mtu makini, mtu smart, upasi kumhukumu mtu au kumlaumu, bali unatakiwa ujitafakari kwa nini wewe sivyo na yeye hivyo, na kumwombea na kumtia na kumshauri. Haleluya.
Hayo ni maisha ya zamani, mnajaribu kuongea kwa lugha hiyo nyepesi. Maisha mapya ni jumla ya tabia na namna ya kuishi mtu anayo adapt ama kukopi kutokana na mazingira ya kuzaliwa, mazingira ya kulelewa, mazingira ama kuishi ama mazingira aliyoishi kwa muda maalum. Narudia. Maisha mapya ni jumla ya tabia na namna ya kuishi mtu anayo adapt, yani kukopi kutokana na mazingira aliyozaliwa, aliyokulia, ama mazingira anayoishi kwa muda maalum. Hallelujah. Ukijangare utalima kwa sababu mazingira yanakuforce wewe kulima. Kama wewe ni mtu wa kukopi kopi, kuna watu ambao huwa wakopi kabisa. Yaani ukogo amenyoka hivi, yani akienda mahali ananyoka na maisha yake, hakopi. Na kama wewe ni mtu wa kukopi kopi, utakopi. Unaenda mahali kuna maombi ya jioni, unajikuta unaenda kwenye maombi umekopi. Ile eneo watu huwa wanasali. Alitushuhudia Mwalimu Daudi hapa mara ya kwanza kutoa mchango wa 70,000. Kilimuuma roho, akawaza. Akamuuliza mwalimu mko, aise, hivi tutoe hela tusitoe huko vipi huko? Katoka zake huko Sukumani, hawana utamaduni. Kijangare mazingira yanamshepu kwamba huko kanisani bwana sisi huwa tunatoa hela kwa Bwana. Hayo ni maisha mapya. Unatoka mahali watu watoi, unaenda kwenye mahali watu wanatoa. Unatoka mahali watu wazini, unaenda mahali watu wanazini. Unatoka mahali watu hawanywi pombe, unaenda mahali yani usipokunywa pombe unaonekana wa ajabu kama kule kwetu Uchagani. Kwa ndugu zangu, maisha mapya ndio hivyo sasa. Unapotoka mahali una maisha yako matakatifu kaenda mahali kuanza maisha ya ovyo, hayo ni maisha mapya. Unapotoka mahali una maisha ya ovyo ukafika mahali paka kushepu ukawa na maisha mazuri, hayo ndio maisha. Na mimi najivunia kukaa Ngare. Hallelujah. Sio kwamba Ngare ni patakatifu lakini Ngare ukikaa kwa akili, watu wana akili, watu wa Ngare. Wamenifundisha maisha. Yule rafiki yangu pale sitaka nimsahau, Stanley, alinipa lecture ya masaa 3 pale kwenye chumba changu cha maombi. Anifundisha maisha. Nikagundua kumbe maisha sio kuhubiri pale madhabahuni. Na alipomaliza kunifundisha akageuza kabisa maisha yangu mpaka na leo. Hallelujah. Kwa maisha sasa ndio hayo. Unakuwa mpya kwa kadiri fikra zako zinaposhughulikiwa, kwa kuona, kwa kusikia, kwa kuambiwa, kwa kufundishwa. Hallelujah. Sasa ndugu zangu, tutafakari tena kidogo maisha ya zamani. Maisha ya zamani ni kitu cha zamani. Kitu cha zamani ni kitu cha kudharaulika hata kama kina ubora kuliko kitu kipya. Bwana apewe sifa. Watu wanajenga na msauzi, lakini hakuna mtu mwenye msauzi hapa anaweza kushindana na ile bati hapa. Bati gumu la zamani, geji ngumu. Hizo nyingine huko ni mbwembwe tu, yatatoboka ili litabaki. Lakini kuna mtu akiangalia hapa anatamani ayang'oe huko aweke msauzi. Kwa nini? Ili ni la zamani. Ila nawahakikishia ubora wa hii bati hapa haufanani na msauzi wote wa mtu yote hapa. Lakini kwa sababu ni la zamani, halithaminiwi, ijapokuwa lina ubora kuliko hayo mapya ya sasa. Na kwa bahati mbaya kwa taifa letu, miaka inavyoendelea kwenda, badala ya kutengeneza kitu bora zaidi vinakuja vitu fake zaidi. Kwa hiyo maisha ya zamani ni maisha yanayodharaulika hata kama yalikuwa bora. Hujanielewa. Zamani mtu akitaka kuoa alikuwa anafanyaje? Haupiti huko barabarani kuangalia watu wenye au watu waliojipodoa. Unaenda kama ni kwa shangazi au kwa mjomba, tunamwambia bwana, baba, mimi nataka kuoa. Afu wao wanaenda kwa wazazi wako. Wanamwambia bwana, ise kijana amesema nataka kuoa. Afu wazazi wako wanajadili, sasa amuoe nani? Wao wanachagua. Wakisha chagua, wanaenda kukupigia saundi. Hujanielewa?
Kama umenielewa nipungie mkono. Yaani unakabidhiwa mzigo tu mzee kila hili. Lakini asa akiolewa siku akisema naenda kwetu, wanamwambia wewe utamwaibisha mama yako, utamwaibisha baba, kwa sababu familia zimeoana. Kwa hiyo akikuacha ni kama yani amemvua mama yake nguo. Kwa hiyo aondoke anakaa. Na kwa kuwa wazazi walifikiria kwa kina, wamekuletea kitu cha ukweli hata kama kina sura ya kibandidu. Utaumia tu kwenye sura kama uipendi sana, lakini kuhusu maisha kutoboa, utatoboa. Na kitu cha muhimu ni nini? Ni sura au ni maisha? Asa hiyo ndio zamani, na ndio maana ndoa zilisuluhishika. Lakini sasa hivi wazazi kwa kuwa wanawapenda vijana wao, wanaambia mwanangu, hebu mwangalie yule dada wako nani pale. Yule dada anafaa kuwa mwali wangu. Unamcheka mama. Unamwambia wewe na hiyo ni zamani, sio sasa hivi. Unamleta mtu wako anakuambia mwanangu hapa utoboi. Mimi binti mbona nilivyongea niona haifai. Una mind. Kikaa mwaka inakuwa Krampus. Mambo yanaharibika, lakini hukusikia. Kwa nini? Zamani ni bora, lakini na hiyo zamani ni ya kibibilia. Hiyo ni ya kibibilia hiyo. Vijana ambao hawajaoa nipungie mkono. Na wanafunzi wote ambao hamjaoa kuolewa. Sasa usihangaike kwenda kupiga sound sijui chuo wapi huko. Wewe mwambie shangazi nitafutieni mke. Wewe cheka, lakini kama unataka kutoboa ndio style ndio hiyo. Bwana apewe sifa. Sasa unaona maisha ya zamani hiyo ni style, ni kitu bora kwa sababu ni cha kibibilia. Ndivyo walivyofanya Abraham, ndivyo walivyofanya Waisraeli, waliolea watoto wao wake. Na wanawake hawakwenda tu, waliuliza huyo mwanaume ni wa aina gani? Lakini leo hakuna mtu anataka hicho kitu. Kijapokuwa ni bora kwa sababu tu ni cha zamani. Na wanaoenda kwa style ya leo kuumia ni kwingi. Watu wanapigwa. Kwa nini? Kwa umachino. Kujifanya wajuaji. Hayo maisha ya zamani. Kitu cha zamani ni kitu kilichochakaa. Sometime kinaweza kuwa ni kitu kilichochakaa. Lakini tuna magari namba A. Linaweza kuwa na nguvu kuliko namba E. Hujanielewa. Hapo labda Joakimu amenielewa. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa na gari lako namba A na mwingine akawa na gari namba E. Namba E likachakaa, namba A bado inapiga kazi. Na mama Jackie amenielewa. Hata ununue gari gani hivi sijui nini, hauwezi kukuta ile cruiser ya mama Jackie japokuwa ni ya zamani. Lakini anapita mahali wewe unakwama hapo. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kweli kitu cha zamani kaza kwa kama kimechakaa, lakini power yake ni kubwa. Na hapa ndipo tunapopata heshima ya mama na baba. Ni wa zamani. Hajasoma kama wewe. Hana degree kama wewe. Lakini usije ukajaribu kushindana naye. Huo ni moto mwingine. Vijana mnaweza msielewe. Bwana apewe sifa. Kwa zamani na thamani yake. Na kila kitu cha zamani ni kitu cha kukinaisha. Yaani kitu unaona kama kwani sijaribu kitu kipya. Kinaisha. Acha Roho Mtakatifu amenipa kitu cha kuongea. Vyakula vya zamani, loshoro, mangararumo na manini tena? Na kiburu, kiumbo na nini tena? Vyote hivyo. Ukiletewa hivyo, alafu ukaletewa na rojo, utachagua nini? Wengi mtachagua rojo. Wengi mtachagua rojo. Lakini aliyechagua rojo ni mpumbavu kwa sababu hiyo rojo hiyo sasa ndio pressure, ndio sukari, ndio kila kitu. Hayo mangararumo hayo
hayo makiumbo hayo mamisosi ya ajabu ajabu, ndio hayo alifanyaga baba zetu akikukamata hivi. Lakini sasa hivi Joakimu akikushika hivi ukifanya hivi, anabaki na shati. Amekula rojo. Asa ujisikira kutumia kitu cha zamani. Na wababa ambao hawana neema ya Mungu, hata mke wa zamani unaona kama unamchoka. Ni shida hiyo. Hata usipojua thamani ya zamani, utahangaika na vitu vipi ambavyo vina thamani. Bwana apewe sifa. Sijui kwa nini nimehubiri zamani sana. Acha turudi sasa kwenye mambo mapya. Maisha mapya ndani ya Kristo. Ndani ya Yesu kuna maisha mapya. Hasa maisha mapya aliyoleta Yesu. Tutafakari kwa namna hii. Kwenye kitabu cha Yohana, mzee Yohana alikuwa ni mzee, ni mwanafunzi ambaye aliishi maisha marefu sana na alikuwa ni prophet. Alikuwa na ile karama ya unabii. Yohana anasema tazameni. Kwa Kiingereza behold. Kwa lugha nyingine, kuwa makini. Tafakari. Upendo aliotupenda Bwana, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Tuitwe wana wa Mungu. Unaitwaje mwana wa Mungu? Ili uitwe mwana wa Mungu, lazima uwe adopted, kama converted. Wale watu ambao hawajapata neema ya watoto wanaenda kwenye kituo cha watoto yatima, anamuadopt mtoto. Anapewa masharti, anamchukua, anamuita kwa jina lake. Anakuwa ni mtoto wake, lakini sio kibiolojia. Kwa hiyo ataitwa kwa jina la huyo baba, lakini sio baba yake. Wale watu wa zamani, familia ikipigwa sana na laana imepita kwenye familia, wale watu wa zamani walikuwa wanafanyaje? Wanaenda kwa ukoo wakina Joakimu wenye akili kidogo, matajiri. Wanaambia, jamani, hapa kwetu kwa kina Tarimo kuna hiki pindu inapita hapa, tunaomba tuitwe kwa ukoo wenu. Kama ni mtoto ajuzi siwezi kunielewa. Roho Mtakatifu akusaidie unielewe. Kwa hiyo wanaua laana. Sasa sikiza, laana haikatagi kona, inanyoka na 100. Kwa hiyo wanaua laana. Wanachokifanya nafanyaje? Yule Tarimo sasa wanaenda kwa kina Joakimu. Wale wazee wa zamani wanakaa, wanacheza karata zao, kama ni mbuzi kama nini watafanya. Joakimu, Tarimo anaitwa sasa, kuanzia sasa wewe ni Tumaini Joakimu. Ile Tarimo inabaki tu, lakini kwenye ulimwengu wa roho mimi sio Tarimo tena, na kwa Joakimu. Kwa hiyo kimbunga inapita na watu wote, ikifika kwangu haipigi. Kwa sababu wakicheki kwenye rada zao kwenye ulimwengu wa roho, hawamuoni Tarimo, wanamuona Joakimu, japokuwa nimezaliwa kwenye Tarimo. Sio kama umeelewa. Kama naelewa nipungie mkono. Hii ni michezo ambayo imechezeka sana. Isaya anacheka kama vile anaelewa zaidi. Itakuwa anaelewa zaidi. Hivi ni vitu ambavyo vimefanyika sana na sio vya Kikristo, lakini vimekuwa na matokeo. Na wale watu ambao hatujaishi zamani lakini tuna historia ya zamani, tunajua vilisaidia sehemu. Kuna kitu nataka kukiongea lakini inawezekana msinielewe vizuri. Acha nisikiongee hicho. Kwa hiyo kulikuwa kuna tabia ya kunusuru jamii na mabaya kwa kumhamisha mtu mmoja kwenye jamii moja, kumuingiza kwenye jamii nyingine kwa kufanya jambo la kiroho, yule mtu akabadilishwa jina. Kwa hiyo Yohana anaposema tumepata neema ya kuitwa wana wa Mungu, tafsiri yake tumepata neema ya kubadilishwa majina yetu. Badala ya kuitwa kwa jina la huo ukoo wenye historia mbaya, badala ya kuitwa kwa jina la huyo baba mwenye rekodi mbaya, badala ya kuitwa kwa jina la huyo mama mwenye rekodi mbaya, badala ya kuitwa na hiyo familia yenye historia ya laana, unaitwa na familia nyingine tena, unaitwa wewe ni wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa pale kwenye jina la baba inawekwa hapo Kristo, mwenye historia ya nguvu ya Mungu, mwenye historia ya utakatifu, mwenye historia ya nguvu ya kuponya, mwenye historia ya nguvu ya ushindi wa kifo na kaburi.
Kwa hiyo na wewe unaingia kwenye hiyo chain. Kwa hiyo wakati laana zinapita kuua watu, wewe unapona kwa sababu wewe sio wa watu wale waliolaaniwa. Wewe ni watu wa familia nyingine. Haleluya. Ndio tafsiri hii. Yohana anasema ni upendo. Asa mtu hawezi kukubali uitwe kwa jina lake isipokuwa pametengenezwa kwanza mahusiano. Kwa ni upendo. Wewe maskini, wewe fukara, wewe mshirikina, wewe mtu ambaye huna mbele wala nyuma, ni upendo uitwe kwa jina la mfalme. Haleluya. Hivi mfano imetokea hapa. Yaani wewe uitwe kwa jina la rais wa nchi, au uitwe kwenye familia ya Donald Trump. Ukishaitwa hivyo maana yake chochote kilichoko kule kwa Trump na wewe unahusishwa. Kwa hiyo tunapoitwa kwa jina la Yesu, tunashiriki kila kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho katika hii familia ya Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kama ni nguvu, na sisi tunashirikisha, tunapewa hizo nguvu. Kama anagawa urithi kwa watu saa ya mavuno, na sisi tunapewa. Wale watu wa kwa Yesu wakivuna magunia kwa magunia, na sisi tunaunganishwa hapo. Kama ni uponyaji, na sisi tunaponywa. Kama ni baraka ya aina yote, tunapigiwa simu. Jamani, familia ya Yesu itakuwa na jambo na nyinyi njoni. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio kukaa ndani ya Yesu. Kwa hiyo tunakaaje ndani ya Yesu? Kwanza kwa kupata uraia. Moja. Tunakaaje ndani ya Yesu? Kwa kupata uraia. Usisahau Yesu ni kingdom. Ni ufalme ulioshuka kutoka mbinguni kuja duniani, kuanzisha serikali ya mbinguni duniani. Narudia. Yesu ni nani? Yesu ni kingdom. Ni dominion. Ni ufalme ulioshuka kutoka juu mbinguni ukaja duniani kuanzisha utawala wa kifalme. Ufalme wa mbinguni umeshuka duniani. Haleluya. Kwa hiyo ufalme ulishuka kutoa elimu ya mbinguni ili watakao elimika wasajiliwe, waingie na wao wawe sehemu ya huo ufalme. Kwa hiyo ili kuishi ndani ya Kristo, kwanza inatakiwa usajiliwe. Ubalozi wa Mungu wa mbinguni uko duniani kupitia Kristo Yesu. Unaelimisha watu watakaotaka wasajiliwe, wawe na visa ya kuendea mbinguni. Haleluya. Mtu anasajiliwaje mbinguni? Moja, by birth, kwa kuzaliwa. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Timotheo wa pili, mtu anasajiliwaje kwenye ufalme wa Mungu? Kwa kuzaliwa. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 5, nasoma kwa msaada wa Mungu. Nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki ya kuwa wewe nawe unayo. Timotheo anaambiwa hivi, bibi yako Loisi alimrithisha mama yako Eunike imani, na wewe umezaliwa nayo. Ina maana kuna mtu anazaliwa katikati ya familia ya Kikristo, automatically anakuwa amezaliwa na ule Ukristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa system hiyo tayari unakuwa ni raia wa mbinguni. Lakini hautatoboa mpaka umefanya hichi kinachoendelea hapa mstari wa 6. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Neno karama linatokana na neno karisma. Karisma inatokana na neno, mzizi wa neno charis. Charis neno la Kigiriki, kwa Kiswahili ni neema. Ichochee hiyo neema. Neema gani? Ya kuzaliwa katika ufalme. Haleluya. Ulizaliwaje? Kwa kuwekewa mikono. Uliwekewa mikono wapi? Ulipobatizwa. Haleluya. Haleluya. Nice, hujanielewa. Ngoja nisome mstari wa 19. Unasema hivi. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19. Biblia inasema ya kwamba tulitiwa muhuri. Tulitiwa muhuri. Tulipozaliwa katika Yesu tulitiwa muhuri. Biblia inasema tuna muhuri. Na huo muhuri ni ile msalaba tunachorwa hapa na hapa. Bwana apewe sifa. Lakini tunaupataje ufalme wa Mungu? Namba 2 ni
kwa kuwa adopted kama alivyosema. Warumi mlango wa 10 mstari wa 13. Neno linasema kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Lile neno kuliitia jina la Bwana kwa Kigiriki ni epikaleo. Epikaleo tafsiri yake whoever shall be called, atakayeitwa. Kwa Kiingereza hilo neno epikaleomai tafsiri yake ni to entitle. Namba 2, be surnamed. Ili nabela be surnamed. Be surnamed. Tafsiri yake ni kuitwa kwa jina la huyo baba. Be surnamed, kupewa jina la baba. Kila atakayelitia jina la Bwana, kila atakayeitwa kwa Kristo kama baba yake. Hallelujah. Unaitwaje kwa Kristo kama baba? Unapobatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, unaunganishwa katika familia ya Kristo. Kwa hiyo unaweza kuishi ndani ya Kristo maisha mapya kwa kuzaliwa, lakini kwa kuchukuliwa na Yesu kama watoto ambao ni watoto yatima, tukaingizwa kwenye ufalme wake, tukaingizwa kwenye familia yake kwa njia ya agano la ubatizo. Haleluya. Amen. Tunawezaje kuishi ndani ya Kristo katika maisha mapya? Namba 2 ni kuishi uraia wako mpya wa kifalme. Mstari ule wa 6, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 6. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi, na kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Haleluya. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Sasa ili uishi maisha mapya ndani ya Kristo, unahitaji kukopi character za Kristo kwa njia ya jina lake Kristo. Kristo kwa Kigiriki ni Christus. Tafsiri ya neno Christus ni anointed one, aliyepakwa mafuta. Kwa hiyo unatakiwa uwe na upako fulani wa kutembea katika utakatifu, kwa sababu wewe sio yule tena, bali wewe ni Mkristo aliyepakwa mafuta. Haleluya. Au aliyewekwa wakfu, maana yake umewekwa wakfu kwa Bwana. Haleluya. Sasa hili neno kuishi ndani, hili neno ndani kwa Kigiriki ni neno meno. Meno tafsiri yake ni to stay in a given place or state of relation. Kuishi ndani ya Kristo, tafsiri ya neno ndani anasema ni kukaa eneo maalum kulingana na kiwango fulani cha mahusiano. Kukaa eneo, kustay, kuwepo kwenye uwepo fulani kutokana na mahusiano. Haleluya. Kwa kuna kiwango cha mahusiano ambacho Mungu anakitaka ili mtu aonekane yuko ndani ya Yesu. Kuna kiwango cha mahusiano Mungu anataka kati ya yeye na mwanadamu ili uonekane yuko ndani ya Yesu. Na tunatengeneza mahusiano kwa sadaka, tunatengeneza mahusiano kwa maombi, tunatengeneza mahusiano kwa meditation, tafakuri katika neno la Mungu. Tunatengeneza mahusiano kwa kukopi hizo sifa za kimbingu ambazo ni utakatifu. Haleluya. Haleluya. Tafsiri hili neno kuishi ndani, to abide. To abide ni kujifungamanisha ama kujishika. Haleluya. Kujishika na Yesu. Wakati unaona njaa, ujishike na Yesu. Wakati unaumwa, unapita kwenye majaribu, ushikamane na Yesu. Wakati unapita kwenye vita mbalimbali, to abide. Kumshika vizuri. Haleluya. Kwa kuishi uraia wa mbinguni ni kukaa na Yesu katika uwepo wake. Kuishi uraia wa mbinguni ni kushikamana naye, usimwache. Mambo saa nyingine ni magumu, saa nyingine vita, saa nyingine kuna hali ya kukata tamaa, ushikamane naye. Namba 3, to dwell, kudumu. Usikane na Yesu kidogo afu kamwachia.
Dumu na yeye. Kama rafiki yangu mmoja alipita majaribu. Kila akipita tu namuona yuko kanisani, yuko. Haleluya. Dumu na Yesu. Ndio kuishi maisha mapya ndani ya Yesu, saa nyingine na majaribu na mapito. Okay. Tafsiri ya neno kuishi ndani, to remain, kubaki. Wakati watu wengine wameondoka, baki na Yesu. Wakati wengine wamechoka, baki. Wakati wengine wanahama kanisa, baki. Wakati wengine wanaacha kwaya, baki. To remain with him, kubaki na yeye. Wakati umeanguka lakini baki, usitoke. Tasimama tena, baki. Wakati umekosea, baki na yeye. Wakati uchumi, baki na Yesu. Inabaki na Yesu. Natamani kuimba. To continue. Kuendelea. Endelea na Yesu. Usimwache. Unaagano naye, umekubali awe baba yako, awe mtoto wake. Usimwache. Usimwache mzazi wako wakati ambapo kumetokea rapsha yoyote. Hallelujah. Namba 3 na mwisho, mtu anawezaje kuwa na maisha mapya ndani ya Yesu? Ni kwa kufuata kanuni na taratibu za uraia wako mpya. Tumeshasema. Kwa hiyo uzijue zile amri 10, uziishi, utakuwa ndani ya Yesu katika upya wa maisha. Haleluya. Asa jiulize rafiki yangu, wewe una maisha mapi? Maisha yale uliorithi kwa wazazi wako? Una maisha yapi yale uliokopi shuleni ulipokuwa form 1 mpaka form 4? Kuna tabia ulinyonya pale shuleni, zilikuwa nzuri au zilikuwa mbaya? Je, ndio hizo unazoziishi? Ulipokuwa chuo kuna tabia ulichukua. Kuna mambo kila hatua unapita tunazoa matabia. Uko kazini sasa hivi, tabia yako ikoje? Maisha yako yakoje? Mungu anataka tuwe na maisha mapya. Hallelujah. Na kama uko na Yesu vizuri, basi baki, stay, remain, baki, dwell, dum na Yesu wako. Continue, endelea na Yesu wako. Hallelujah. Hayo ndio maisha mapya utakiwa kuyaachia ukakopi mengine. Na kama una maisha ambayo hayamtukuzi Mungu, kila mtu, mimi na wewe na kila mtu, tutafakari, tutafute kwenda na Yesu, tusimwache. Hallelujah. Funge macho tuombe. Yesu, asante. Umenipa kulisema neno lako kwa kirefu sana, lakini nakushukuru kwamba yote yamekuwa mema. Naomba ukajitukuze kwa kurejesha aina ya maisha ambayo yanakutukuza wewe, uliotuumbia tangu kabla hatujazaliwa katika matumbo ya mama zetu. Roho Mtakatifu, ukatufinyange kila mmoja kwa namna yake. Ututengeneze tufanane na wewe. Tuwe raia wa mbinguni wanaoishi duniani. Na tuone faida ya kukaa ndani yako na wewe kuwa ndani yetu. Katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe Baba. Maana hatutabaki tulivyokuwa kupitia somo hili, katika jina la Yesu. Amen. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Faraja ya moyo wangu. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Faraja ya moyo. Oh, ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Ninabaki na Yesu. Faraja ya moyo wangu.